Naongea kuhusu mafuta. Mafuta, tunapoongea kuhusu anointing service, yani ibada ya mafuta. Mafuta, pokea utukufu. Mafuta ni wazo la Mungu. Mafuta ni wazo la Mungu. Mafuta ni wazo la Mungu. Kama vile M-Pesa ni wazo la mtu aliyepata hekima, alipata, tunasema idea. Unaweza ukatuma na pesa kwa mtu akiwa Marekani, akiwa hapa nchini Kenya, na hiyo idea ilipofanyiwa kazi, hiyo software ilipofanyiwa kazi, imepelekea kampuni ya Safaricom kuwa kampuni inaongoza kwa upande wa mawasiliano nchini Kenya, kuwa kampuni kubwa yenye utajiri. Sema amina. Mafuta ni wazo la Mungu. Na tunaposema mafuta ni wazo la Mungu, ni vizuri ufahamu ya kwamba hapo mafuta ni uwezo wa kiungu. Sema uwezo wa kiungu. Ni uwezo wa kiungu ambao hauonekani kwa macho ya nje, lakini unaonekana kwa macho ya rohoni. Mafuta, ikiwa ni uwezo ambao huonekani kwa nje, ina maana mtu anaweza kufahamu nguvu ya mafuta ni mtu ambaye ako rohoni. Ukiwa mwilini huwezi elewa. Ndio maana unaweza paka mtu mafuta na akabaki vile vile, hakuna utofauti. Nini kimetokea? Ameanointiwa lakini amebaki vile vile. Hajafahamu nguvu ya mafuta, hajajua. Anayeona tu ni mafuta yamo ndani ya chupa, yamenunuliwa kwa supermarket. Lakini leo nataka ufahamu ya kwamba mafuta ni wazo la Mungu. Sema ni wazo la Mungu. Na ikiwa ni wazo la Mungu, basi mafuta hayawezi kuzuirika kufanya kusudi la Mungu ama kutekeleza wazo la Mungu. Hayawezi kuzuirika. Huwezi kuyazuia mafuta yasifanye kile Mungu ametaka kufanya. Huwezi yazuia. Maana ikiwa mafuta ni wazo la Mungu, ni wazi kabisa ya kwamba huwezi yazuia mafuta yasitekeleze, yasitimize, yasifikisha kusudi. Huwezi kuyazuia. Huwezi. Hii ni wazi ya kwamba huwezi kuyazuia. Maana hakuna mwanadamu anaweza kuzuia mawazo ya Mungu. Tunaweza kuzuia mawazo ya watu, lakini si mawazo ya Mungu. Mafuta ni wazo la Mungu. Na niseme hata wale ambao labda wanaenda kinyume na maisha yako. Wakati umefahamu ya kwamba kuna watu wanaweza enda kwa mganga ushindwe katika huduma. Umejua hivyo? Kuna mtu anaweza enda kwa mganga ushindwe kwenye biashara, lakini atukuzwe Mungu, anajua kuwafanyia timing. Anajua kuwafanyia timing. Anajua. Mafuta yakiwa juu yako, watajaribu lakini hawatazuia kile Mungu ametaka kifanyike. Kile Mungu ametaka mafuta yafanye, hawatazuia. Nataka leo nikushangaza ya kwamba hata mchawi anaweza enda kanisani. Mchawi anaweza enda kwa ibada. Ila tu kile kitatofautisha huyu ni mchawi ni kile atakutana nacho. Kile kitatofautisha ni kile atakutana nacho. Sema amina. Mafuta hayawezi kuzuirika.
tunaweza kuzuia watu. Wanaweza, tumeona hata kuna wakati watu wameandamana wakasema katiba irekebishwe, si ilirekebishwa? Kuna wakati watu waliandamana wakasema mara hii tunataka hiki. Madaktari wameandamana, nurse, walimu wameandamana, lakini wanaweza kutana na polisi na wakawazuia. Ingawaje ujumbe wameachilia, lakini bado hawajapata jibu. Lakini sio anointing oil, sio mafuta. Mafuta yakiachiliwa kwako, chochote Mungu amekusudia lazima yatatimiza. Inaweza onekana ni kama kumechelewa, ni kama hakuna kitu kinafanyika, lakini yapatie muda. Wakati gari iko petrol station wanaifuel, huwezi jua mbio yake, huwezi jua kama ni mzee, huwezi jua kama ni mpya, lakini iweke kwa barabara, iweke barabarani. Yale mafuta ndiyo yataamua capacity ya injini, ya engine, capacity ya engine yake itakimbia kwa uwezo gani, kwa sababu imepakiliwa mafuta. Sasa ikitoka lazima iende, na wewe ukipako mafuta lazima uende, lazima ufike. Yani kufika ni lazima. Bwana asifiwe. Mafuta ni uwezo wa Mungu unaokurahisishia mambo ambayo kibinadamu haungeweza kuyafanya. Ni uwezo wa Mungu ambao unaokuwezesha kufanya mambo mengi kwa wakati mdogo sana, na kufanya vitu vikubwa kwa muda mchache. Unafanya vitu vikubwa, watu wanashangaa na wewe walikujua, lakini kwa namna ambavyo unavyotembea na jinsi unavyotumika, watu wanakujua, watu wanakuelewa, lakini kile kinatendeka ndani yako wanakosa kuelewa nini imehappen. Ni nguvu ya mafuta iliyo ndani yako. Naomba ibada ya leo, mimi nataka kubadilisha maombi, nataka kubadilisha imani ya kwamba 2026 ile speed utaenda nayo itaonekana 2025. Watu walio nyumbani, unaenda tazama ukiwa kwa nyumba, nulie kanisani. Naomba ya kwamba kwa nguvu ya mafuta, ndege ina mafuta, lakini sikiza, mafuta ya ndege hawezi kuendesha gari. Mafuta ya ndege hawezi kuendesha train. Na hata mafuta ya gari hawezi kuendesha train, hawezi endesha ndege. Lakini yakiripuka kwa moto yanaweza kuchoma kama vile mafuta mengine yanachoma. Yakikutana na moto, ile effect ambayo italetwa na petroli, italetwa na mafuta ya taa, italetwa na diesel, hata na mafuta ya kupika, kadhalika mafuta ya ndege italeta effect hiyo hiyo. Hii ina maana Mungu anapokupaka, kila mtu kwa nafasi yako, vile utatumika sawa na kiwango kile Bwana amekupaka. Utaenda sawa na jinsi Mungu amekupaka. Uwezo huo leo nataka upokee katika jina la Bwana. Sema amina. Mafuta ni uwezo wa Mungu, na ni uwezo ambao unaweza kukunyanyua kwa viwango ambavyo hakuna mwanadamu anatarajia. Ni uwezo ambao ukikunyanyua hakuna mwanadamu atakushusha. Kunyanyuliwa ni kuinuliwa. Neno kunyanyua ni kufanya nini? Ni kuinua. Ni uwezo ambao ukikunyanyua hakuna mtu atakushusha. Naomba mafuta ya kunyanyue leo. Natangaza kunyanyue mafuta. Sema amina. Mafuta
ni wazo la Mungu kwa matumizi ya kiungu. Narudie tena, mafuta ni wazo la Mungu kwa matumizi ya kiungu. Kwa hivyo huwezi kuyatumia nje ya matumizi ya kiungu, hautaona matokeo ya yule Mungu wa mafuta. Hii ni wazi kabisa ya kwamba aliye nje ya Mungu, mafuta yanaweza kumsaidia kutoka kwa matatizo yametumiwa na mtu ambaye amembeba Mungu, lakini yeye hawezi kuyatumia mafuta. Maana ni wazo la Mungu kwa matumizi ya kiungu. Kama matumizi ya kiungu, huyu mtu ni malaya, hajaokoka, ana matatizo, patakuja mtumishi wa Mungu na mafuta, ibada ni ya mafuta, atampaka mafuta, aseme kuanzia leo nimekubadilishia kazi, nenda ukabadilishiwa kazi, bila kujua kwamba ni malaya amekuja nataka maombi. Atakapoenda yeye ameambia nimekubadilishia maisha, anatoka anaenda, hajui kama ni malaya. Kanisani kuna kuja watu wa sampuli zote, ndio maana kuliwahi kuja mganga. Naomba media siku moja mtafute picha za mganga, unaweza kuzileta karibu, picha za mganga ziwe karibu. Hujui huyu ni mtu aina gani, kwa sababu ya nguvu ya mafuta na ni matumizi kwa kusudi la kiungu. Ni kwamba kusudi la kiungu ni kwamba chochote Mungu amekusudia kwenye maisha yako lazima kitimie. Chochote Mungu amepanga, chochote Mungu amekuandalia lazima ukipokee. Tayari huyu mtu amekuja, kusudi la Mungu ni kwamba abadilishiwe maisha, aone kazi ya umalaya si kazi, kazi ya ukahaba si kazi. Ametoka ameenda, ghafla anajikuta amepata kazi tofauti na umalaya. Moja kwa moja atakumbuka ya kwamba ni maombi aliombewa kanisani apate kazi. Sema amina. Akija na testimony, kuna watu wana testify wakati wametendewa, na kuna mtu mwingine hawezi akatestify wakati ametendewa, ila anaweza akajieleza kabla hajatendewa, ili siku atatendewa akuja na testimony. Huyu ndiye mganga, alikuwa anaishi hapa Dandora. Huyu ndugu ni Mluya Mbukusu. Huyu ni Mluya Bukusu, alikuwa anaishi hapa Nairobi Dandora, na ameokokea hapa kanisani kwa sababu ya mafuta ya mtu aliyepakwa. Anapoongea mafuta yakamumulika. Nikiwa kwa ibada nikasema kuna mtu wako hapa alienda kwa mganga, na Bwana anasema usipobadilika hakutakuwa kuzuri mbele yako. Wachana na mambo ya waganga, vitu vile vinavyoona kuwa ni vigumu kwa Mungu vinawezekana. Huyu ndugu alihukumika. Baada ya ibada kuisha, alinifuata akaniambia, mtumishi, mimi si kwenda kwa mganga, mimi mwenyewe ndio mganga. Wewe ndio mganga? Akaniambia, naomba unipe nafasi nikuje nikuone kwa one on one. Kamwambia njoo. Alipokuja kwa one on one, akaniambia, mimi ndio yule ndugu nilikuja hapa, ukasema umeonyeshwa kuna mtu anaenda kwa mganga. Kweli Mungu anakutumia. Ukiweka picha yake, weka na zile vitu zake za uganga please, zenziko kwa madhabahu, ndio mtu asije akafikiria ni propaganda tunaongea. Sasa akaniambia mimi ni mganga, lakini mke wangu alitoroka akaniachia watoto wawili. Na kabla fiko hiyo point, aliniambia ye sana na dini na ndoa. Wale watu wanataka, yani ni msichana utaki kuolewa, unataka mwanaume wenye pesa. Wewe ni mama utaki kuolewa, unataka wanaume wenye pesa. Sasa yeye anapeana dawa za mapenzi. Akaniambia juzi hapa conductor alipigana na dereva. Mrembo ameingia kwa gari, conductor amempenda, dereva amempenda. Nikamuuliza, huyo conductor hana bibi ama dereva? Akasema mimi sijui kama wako na mabibi, kile mimi najua napeana dawa mapenzi. Sasa walikosana, wakakosana kwa korofishana kazini. Ikaja gundulika ni ile kitu niliwapea
Sema amina. Okay, ni ile kitu alipeana msichana, msichana ndiye alipewa, msichana aliyepewa. Asante Roho Mtakatifu kunikumbusha. Msichana aliyepewa dawa ndiye aliingia kwa matatu, wakampenda wote, dereva na conductor. Sasa conductor anamtaka, dereva anamtaka. Swali, wana mabibi. Nikasema hapa tunahitaji kuombea madereva wetu wajazwe Roho Mtakatifu na makondakta wetu wajazwe Roho Mtakatifu. Unaona, kuna watu wanawapelekea majaribu. Sema amina. Sasa mwisho wa siku walikosana, msichana sijui vile kuliani. Sasa nikamuuliza, kama unapeana dawa ya mapenzi, kwa nini mke wako ameenda amekuachia watoto? Na amekuachia watoto wawili. Watoto na walikuja kama wajaoga. Nilijuaje kama wajaoga? Ni msubuhi watoto wana vumbi. Wamekuja kwa one on one. Siku hizi sikuji kama hapo nyuma nilikuwa naingia saa 3 saa 4 niko hapa kanisani. Ndio hizo hapo tunazichoma hapa nje ya kanisa hapo. Hapo ni nje ya kanisa. Tunachoma hapo. Nafikiri yule ni mnene. Yule mtoto ni mtoto huyu mama tumededicate hapa. Mtoto wake size. Huyo ndio mtoto wake first born yako kule nyuma. Ako na t-shirt ya red na jacket ya black. Nadhani huyo ni mnene. Kijana wa yule mama nimededicate mtoto wake. Sasa huyu bwana akakiri akasema, mtu wa Mungu, niko tayari mimi kubadilika, nataka kubadilika. Nini kimefanya? Maana kusudi la Mungu mwanadamu asipotee, apate uzima wa milele. Sema amina. Kusudi la Mungu ni kwamba mwanadamu asiabudu shetani, amwabudu Mungu peke yake. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu asiende jehanamu, aende uzimani. Kwa nguvu ya mafuta yalimtafuta, yakamtoa. Yalimtoa kwenye uganga, lakini asipoishi kwenye maisha ya wokovu, mafuta hayawezi kufanya kazi ndani yake tena, kwa sababu ameasi, ameasaliti, ameachafua, ameanajisi. Ndio maana nikasema mafuta ni kusudi la nani? Ni wazo la Mungu kwa matumizi ya kiungu. Kwa hivyo huwezi kuyatumia kwa matumizi mabaya. Yaani mtu ajipake mafuta kwa matumizi mabaya ama apakwe kwa matumizi mabaya, hayatafanya kazi. Lakini pale unapoyaweka kwenye kusudi la Mungu kwa matumizi ya kiungu, utaona matokeo ya mafuta. Wakati unayapatia nafasi yafanye mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, utaona kazi ya mafuta. Mafuta ya Mungu ni tofauti na mafuta yetu ya kawaida ambao tunajipaka tuweze kulainisha ngozi, tunajipaka tuweze kupendeza, tunajipaka tuweze kuonekana vizuri, muonekano wa nje. Lakini haya yanaanza na muonekano wa ndani. Mafuta ya Mungu yanaanza na muonekano wa ndani, yanaanzia ndani yakitoka nje. Kabla uonekane nje, tayari ndani ndimo kumonekana ya kwamba huyu mtu alikuwa mlevi. Maana ulevi haukai nje, unakaa ndani ya mtu. Mafuta yanatoa ulevi, yanatoa kiu ya sigara, toa kiu ya pombe, toa kiu, yanatoa hasira, yanatoa kiburi, yanapanda unyenyekevu, yanapanda wokovu, yanapanda baraka. Sema amina. Hebu sikiza, angalia maandiko. Pokea utukufu Roho Mtakatifu. Tunaposema mafuta ni wazo la Mungu, matumizi ya kwanza ya mafuta yalianzia mbinguni. Matumizi ya kwanza ya mafuta yalianzia mbinguni, hayakuanzia duniani. Ndio maana nikasema mafuta ni wazo la Mungu. Matumizi ya kwanza ya mafuta yalianzia mbinguni. Matumizi ya kwanza. Kwa nini? Mungu hutumia mafuta kuteua malaika kwa sababu ya majukumu ya Mungu.
Vile rais akichaguliwa, baada ya uchaguzi huwa anateua baraza la mawaziri, anawapatia shughuli ya kufanya: waziri wa barabara, waziri wa afya, waziri wa kilimo, waziri wa ulinzi. Akishamaliza kuwateua, sasa wanaapishwa, wanakula kiapo. Baada ya kuwachagua, tayari wanaanza kazi na Mungu kwenye baraza la mbinguni. Maana anasema katika Zaburi ya kwamba Mungu huogopewa katika baraza la watakatifu. Biblia inasema hivyo, Zaburi. Na kwenye baraza la mbinguni, wakati Mungu anateua malaika na majukumu, ni mafuta yanatumika. Kitabu cha Ezekieli 28 mstari wake wa 14, nataka uelewe. Kwa mara ya kwanza tunamuona Mungu anatumia mafuta kule mbinguni. Kwa mara ya kwanza. Ezekieli 28. Naomba msomaji wangu utakuwa chap kidogo. Ezekieli 28:14. Naam. Wewe ulikuwa kerubi kwenye kutiwa mafuta afunikae. Nami nitakuweka hata ukawa juu ya mlima utakatifu wa Mungu. Umetembea huku na huku kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Atia hapo. Nani anaambiwa kerubi? Kerubi ni malaika. Ukisikia neno kerubi kwa Bible, ni malaika. Kerubi. Mungu anasema huyu kerubi aliteuliwa, akapakwa mafuta na akatembea kwenye mawe ya moto na akatembea huku na kule. Lakini licha ya kwamba amepakwa, akaja kukaonekana uovu ndani yake. Tunaona Mungu anatumia mafuta. Huyu kerubi nani ambaye anazungumziwa? Lucifer. Sema Lucifer. Lucifer ndiye aliyepakwa kwa sababu ya uimbaji. Huyu mnamuita shetani, mbinguni alikuwa ni kerubi na alikuwa ni mwimbaji. Kazi yake ilikuwa ni kuimba. Kwa hivyo unaona ya kwamba yani alipakwa mafuta kwa sababu ya kusimamia tu worship mbinguni, kusimamia tu praise mbinguni. Kazi yake ilikuwa ni uimbaji, alipakwa. Na ndio unaona ya kwamba usiwahi tumika kwenye huduma yote ile kama hujapakwa nini? Mafuta. Unaweza kutumika kwa muda, mchungaji akikupima, akiendelea kuomba, akiangalia huyu mtu kweli ako serious kumtumikia Mungu, lakini usiwahi omba upako mafuta. Usiwahi omba. Kuna watu wanaombaga, usiwahi omba. Wakati fulani nilikuwa Bungoma, mama mmoja, kuna mahali wale wametoka Western anajua mahali panaitwa, kuna Shianda na kuna Nasianda. Shianda ni ya Kakamega na Mumias. Nasianda ni kati ya Mumias na Bungoma. Nikiwa pale hapo Nasianda, mama mmoja akaokoka. Baada ya kuokoka akawa kiongozi kanisani. Bwanake akawa hajaokoka. Sasa akawa anataka bwanake apewe uongozi kanisani, maana anaona kanisa iko mashambani na hajaokoka. Tunaomba tu akuje afanywe kiongozi, atakaa kwa kanisa. Lakini habari ya kukaa mtu kanisani si uongozi unafanya mtu akae, ni wito wa ufalme wa mbinguni. Sema amina. Bwana akasema, hebu rudia, nataka mtu aelewe vizuri. Hebu rudia, nataka uelewe. Kerubi, unaona Mungu anatumia mafuta. Ndio maana nikakwambia mafuta ni wazo la Mungu, si wazo la watu, si la mchungaji, si la askofu wanaotumia mafuta. Ni wazo la Mungu. Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa kutumia mafuta. Ni vile tu mafuta ya mbinguni hayakutengenezwa na vitu vya duniani. Nitakuonyesha mafuta ya duniani vile Mungu baada ya kuyatumia mbinguni, hilo wazo akaliachilia kwa wanadamu na akaruhusu watengeneze mafuta, na Mungu akawachagulia bidhaa ile itatumika, ama mimea itakayotumika kutengeneza mafuta. Hebu rudia mstari. Nitarudia Ezekiel 28 mstari wa 14.
wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa afunikaye. Yaani alikuwa anafunika mabawa yake, kwa sababu makerubi wanakuwa na mabawa. Soma kitabu cha Ufunuo utaona wako na mabawa, wako na magurudumu, na ile mabawa na ile magurudumu yanasema kwamba Biblia inasema kwamba ndani ya magurudumu yao kuna kuwaga na moto, alafu wako na macho nyuma na mbele, wanaona nyuma, wanaona mbele. Wameumba viumbe vya ajabu sana, wako na macho nyuma na mbele. Alikuwa ameanointiwa, Mungu amemuanoint ama amemuordain kwa sababu ya utumishi, kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya kuongoza ibada. Hii ni wazi kabisa ya kwamba, yani ni ajabu ya kwamba haiwezekani ya kwamba mtu anamtumikia Mungu alafu ajichanganya baki the same. Hapana, hawezi baki hivyo. Abaki the same, haiwezekani. Haiwezekani. Yako amepakwa, yani mtu amepakwa afanye uzinzi, amepakwa afanye uzinzi, amepakwa aibe. Hapana, mtu wa Mungu aviendi. Itakuwa ni mafuta ya kupikia, si mafuta ya Mungu. Kama ni diesel sawa, lakini kama ni mafuta, ona kerubi alipofanya dhambi, dhambi ilionekana, Mungu akaongea. Leo ukiona mtu anatumika anajichanganya, uone mtu anatumika na anafanya uovu, ni kiongozi ana mpango wa kando, ama ni mwimbaji ana mpango wa kando, ama ni pastor anazalisha wamama, anazalisha wasichana, ni bishop anaweka watoto watu mimba. Amechafua mafuta tayari. Lazima arudi kwa Mungu, amwambie Bwana, nimechafua mafuta, nisamehe. Bwana nirehemu. Mafuta, ukiona mtu amepakwa mafuta na Bwana na unasikia anatajwa na wadada, anatajwa, haya sio mafuta ya Mungu, ni mafuta ya magari. Na madhabahu yenye mafuta ya Mungu, Mungu atakupatia nafasi ya kutubu, atakupa nafasi ya kubadilika. Usipobadilika, mafuta itadiri na wewe. Na Mungu akidiri na mtu kwa kuchafua mafuta ama kwa kujichanganya, anadiri kwa kiwango ambacho atakuwa bad example. Kuna good example na kuna bad example. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mwenye haki huanguka na akaamka. Lakini kumbuka kwamba Paulo akasema msitende dhambi kwa sababu neema ipo sana. Bwana asifiwe. Sema amina. Ulikuwa kerubi, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, tangu alipoumbwa. Sasa wewe unaumbika wakati umeokoka. The moment umeokoka tu umeumbika tayari. Wakati unapokoka tu umeumbika upya. Tayari kuna mafuta ya rohoni ambayo huwa yanaashiriwa ndani yako, hata kama hatuja kupaka haya, hatuja kupaka haya. Tayari kuna mafuta yanaitwa Roho Mtakatifu anakuwa ako ndani yako. Ndio unaona ujaomba, umepanda kwa kitanda unataka kulala, sauti inakwambia ujaomba na ni saa 6 usiku. Hata kama unaweza omba ukiwa kitandani, si dhambi kwa sababu umeketi hujaomba kama umelala. Makosa ni kuomba kama umelala. Ndio unaona unaanza kukula hivi tu, unakumbushwa hujaombea chakula. Mungu nisamehe, Bwana bariki chakula. Na unaendelea. Unaona wewe ni mchanga kwenye wokovu, lakini kuna sauti inakwambia wewe ni mchanga umeokoka juzi, lakini kuna sauti inakwambia mtu fulani jihadhari naye. Kuna kitu kinakuongelesha ndani. Kuna watu mlikuwa unapendana na wao, unaanza kusikia dhamiri yako inaanza kuwakataa. Kuna mambo ulikuwa unafanya hata pastor hajakwambia, unasikia dhamiri inakwambia usifanye hilo. Nini kinaongea? Mafuta. Watu wenye mafuta ya Mungu, hakuna siku kunaweza fundisho, iwe ni kwa conference, iwe ni kwa ibada, akasema sasa unajua huyo ni mimi nahubiriwa. Kwa sababu gani?
mafuta hujua wenye mafuta. Hujawahi sikia hujawahi sikia mtu anasema hivi, imagine nilipofika mahali alikuwa amekaa walinyamaza wakaacha kuongea. Nilipoondoka tu wakaanza kuongea. Hawa watu hawakuwa na nia nzuri na huyo mtu. Nini kimemshuhudia kwamba yeye ndiye ameonekana wakanyamaza? Mafuta aliyo ndani. Na alipoondoka tu akaanza kuongea. Huyu ni kerubi, malaika. Yaani Mungu anatumia mafuta kupaka malaika. Kama malaika wanapakwa mafuta, Joy, kama malaika Dota, Mungu anawapaka mafuta, wewe ni nani ukose kupakwa? Kama malaika anahitaji mafuta ndiyo atumike kwa kusudi la Mungu, ndiye afanye mapenzi ya Mungu, ndiye apambane na mashetani, anahitaji mafuta. Wewe umeokoka, ibada kama hii unaikosa. Wewe unapakwa mafuta na hakuna kitu kinafanyika ndani yako. Kuna kasoro hapo. Kama malaika anapakwa, mimi naomba hivi, yaani wanangu, tunaomba ya kwamba hata kama watu wanasema ya kwamba Nairobi na wenyewe, Nairobi ni ya Mungu, si ya wenyewe. Kwa nguvu ya mafuta Roho Mtakatifu lazima utafaulu katika mji wa Nairobi. Lazima utafaulu katika maisha yako. Sema haleluya. Mimi nitakupaka mafuta na kwa nguvu ya mafuta yaongee kwa niaba yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wazi kabisa ya kwamba hata wakati malaika Mikaeli anaenda kumsaidia malaika Gabrieli, ni kwa sababu ako anointed, amepakwa. Ndio maana ana uwezo wa kwenda kusaidia mwenzake. Hii ni wazi kabisa ya kwamba huwezi patia mtu kitu chenye hauna. Huwezi saidia mtu msaada ambao hata kwako mwenye haungeweza kujisaidia. Naomba leo mafuta niliyokutaka kupaka leo na uliyopako last week, vitu vitendeke kama popcorns vile zinalipuka kwa sufuria. Kama popcorns kwa sufuria. Natangaza ya kwamba kila mitego metega mbele yako haitafanikiwa katika jina la Bwana. Roho za wachawi na waganga hawatamaliza boma ya kwenu, hawatamaliza dada yako. Sema amina. Sema power. Mimi naongea na watu ambao wanajielewa. Hii ni message ya mtu anayejielewa. Si bora ameenda kanisani. No. Watu wanaojielewa kile mtumishi wa Mungu anaongea. Mtu anayejielewa ndiye anayejua kula naenda. Mtu anayejielewa ndiye anayejua kila anataka. Sema amina. Hebu sikiza wacha kanisa nikwambie hivi. Biblia inasema hivi, kulikuwa na wenye ukoma katika Israeli. Biblia inasema wengi mno. Lakini Naamani mtu wa Sham ndiye aliyepona. Ina maana unaweza kuwa mwana troliki hapa na kukaja mgeni kutoka mbali. Kama vile chairman wa challenge anasema hapa kila wakati ya kwamba jamani, itakuwa ni ajabu tunaitwa tunajitabiria kuwa bilionea na imani ya kuwa bilionea hauna. Utashangaa wageni wanakuja wanachukua baraka na uko pale. Mara nyingi anaisema hapa sana. Unaweza kuwa mwana haya madhabahu, lakini kwa kutojua nguvu ya mafuta na kutoelewa majira yako, majira ya kubarikiwa kwako, mgeni akaja akachukua kile ungepewa. Nairudia tena. Palikuwa na ukoma kwenye nchi ya Misri, lakini Naamani mtu wa Shami ndiye aliyepona. Maana alitambua mafuta, alipoyatambua akayaheshimu, alipoyaheshimu akachukua hatua. Sema amina. Alitambua mafuta akayaheshimu, alipoyaheshimu akachukua hatua na mafuta yakafanya kazi. Wafalme wa Pili 5:14 inasema hivi, ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Sema yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake
ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Naamani akajichovya mara 7 akawa safi, sawa na neno la mtu wa Mungu mwenye mafuta. Sema amina. Naomba mafuta ya kutofautisha na watu fulani. Naomba mafuta ya kuweka tofauti na watu fulani. Natangaza kama mtumishi wa Mungu ya kwamba kila silaha ambayo imeinuliwa kinyume chako haitafanikiwa kwa nguvu ya mafuta. Natangaza neema ya Bwana itakufikisha kwenye baraka yako. Wakati gari imejaa mafuta, dereva anajua tanki iko sawa, accelerator inakanyago bila huruma. Hakanyagi pembeni, anakanyaga katikati ya pedali. Sema pedali. Katikati ya pedali. Alafu jamaa anatulia, anashika tu mkono mmoja tu namna hii na mkono mwingine bado unabaki uko pale kwa gear lever. Sema gear lever. Natangaza leo accelerator yako hautakanyaga pembeni, utakanyaga katikati. Barabara itakutambua. Barabara itakujua. Barabara itakujua. Sema haleluya. Hebu twende, hebu nisome 16. Tutoke hapo. Naamani alipona. Toke Wafalme wa Pili, turudi pale kitabu cha Ezekiel. Ezekiel 28 mstari wa 16. Kwa wingi wachuuzi wa kwa wingi kwa uchuuzi wako. Rudi pale 15. Anzia 15 pale. Mstari wa 15. Sikiza kwa makini sana. Inam. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Tangu siku ile ulipoumbwa. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu. Nitarudia tena. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Unasikia? Alikuwa mkamilifu, akipakwa alikuwa mkamilifu. Ni wazi kabisa ya kwamba anointing oil ama mafuta yanafanya kazi kwa watu wakamilifu mbele za Mungu. Na ule ukamilifu unapouacha ndio unaonekana ya kwamba uovu umeingia. Na anasema watu walimjaza, yani sifa, alisifiwa na watu walimtukuza. Wa kipindi hicho alitukuzwa na wale waliokuweko, kwa sababu ya sifa alizopewa na watu zikampelekea kumkosea Mungu. Mungu anapokuinua, Mungu atusaidie mimi na wewe, watu wasifanye tukamkosea Bwana. Sema amina. Usifanye vitu kwa kufurahisha watu ukiwa na mafuta ya Mungu. Fanya vitu kwa kumfurahisha Mungu. Usifanye mambo kwa kupendeza watu. Fanya mambo kwa kumpendeza Bwana. Huyu ni malaika. Anaambiwa watu walimfanya, alijazwa. Wewe unajazwa maneno, unajazwa chuki, unajazwa chuchu, unajazwa chachu, unajazwa fitina, unajaza uongo, mpaka unachafua kile Mungu amekupatia. Tafadhali yaingilie hapa, yatokee hapa. Naomba yaingie hapa, yatokee upande huu. Kuingia ataingia, lakini asikae ndani yako akakudhuru. Yasiondoe thamani ya Mungu ndani yako. Sema amina. Mafuta unaweza yaondoa kwa kusikiliza watu. Unaweza yaondoa kwa kupokea bora chochote kile watu wamesema. Lakini ukichagua ya kusikia, mafuta atadumu ndani yako. Bwana akasema kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu
katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi, ewe kerubi ufunikae, utoke katika wema, utoke katika mawe hayo ya moto. Yaani shetani huyu kerubi akanyang'anywa utukufu wa moto wa nguvu za Roho Mtakatifu, maana ameasi. Twende 17, sikiza mstari wa 17. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Unaona, kwa sababu ya uzuri na sifa aliyokuwa nayo, heshima aliyopewa na watu, moyo ukainuka. Moyo ukiinuka, tayari unaondoa nguvu ya mafuta ndani yako. Moyo unaweza inuka, mwili na kusukuma. Unakwambia unaweza kuwa na mmoja, unaweza kuwa na boyfriend, bora usipate mimba watu wasijue. Wewe unaweza kutumia family planning, unaweza kaka coil, unaweza tumia sindano, unaweza tumia ile ya kuyeyusha. Watu wanatuma shavu, tunachomoka nafikiria ni sima na chapati, kumbe hata ni coil. Maana wanasema ukiweka family planning, ikimkubali mtu ananona, ikimkataa anakonda, ikimkataa anapata pressure. Mbona niangalie vibaya namna hiyo? Kwani mimi nadanganya? Sio anasemaga hivyo. Ikimkubali mtu anakonda, ikimkataa anakonda, ikimkubali ananona. So wengine wanapata pressure, mwingine bleeding kwa sababu dawa imekataa. Anaambia unatumia gani? Sindano. Badilisha, situmie sindano, tumia coil. Kabla ya tumia coil, weka ile ya mkono. Kunili naweka hapa kwa mkono, kana dungu hapa mkononi. Ni vile hakuna, kungelikuwa na thermometer ya kupima hiyo, ningeweka pale kwa mlango. Alafu wakati bado inaishi ungesikia vile inalia. Ungejua wale wako nazo na wale hawana. Wanaume tu ndio wangepita salama, lakini si wa mama. Wengine hata ungecheka mpaka uanguke chini. Pia huyu maana kwa kipita tu inalia. Hata huyu jamani. Na vile anaombaga na sauti ya juu. Pia huyu vile ananendaga kwa lugha. Huyu alikuwa ni kerubi anayesimamia ibada mbinguni. Tunaongea habari ya mafuta. Twende. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini. Nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Ni nani aliyetupwa chini kutoka mbinguni? Tuulizane. Twende kitabu cha Ufunuo. Inasema palikuwa na vita mbinguni, malaika wa Mungu na malaika wa Shetani. Ni nani aliyetupwa duniani? Nataka tuone nani aliyetupwa. Kulikuwa na vita mbinguni. Ufunuo 12 kuanzia mstari wa 7 kwa wale wanaandika. Ufunuo Yohana 12 kuanzia mstari wa 7. Naam. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Hapa sasa amebadilishwa jina, anaitwa nani? Joka. Lakini pale anaitwa nani? Anaitwa kerubi. Amegeuziwa jina, anaitwa nani? Joka. Lakini jina alilopewa la heshima alikuwa anaitwa kerubi. Amepewa jina anaitwa nani? Joka. Ndio unaona ya kwamba Mungu akikuinua utakuwa na jina la kuinuliwa, na Mungu akishusha mtu anakuwa na jina la kushushwa. Mungu akikubariki unakuwa na jina la baraka, na mtu akilaniwa na shetani anakuwa na jina la laana. Hapa anaitwa nani? Joka. Palikuwa na vita, maana tumeambiwa nimekutupa chini mbele za wafalme. Ndio unaona ya kwamba si rahisi upate mfalme aliyeokoka. Uongo ama kweli? Wapate kumtazama. Kwa sababu gani? Maana kuna wale wanaamini akona nguvu, kuna wale wanaamini atawasaidia, kwa sababu yeye ni muongo, anaitwa mungu wa dunia, anaitwa baba wa uongo. Kuna wale wanataka pawa ya kuongoza kinyume na mapenzi ya Mungu, wanataka kuongoza kiukatili, kiudikteta. Huyu Bwana atawapatia. Ndio unaona mganga akona pawa. Kulikuwa na mganga Kakamega, mtu ametoka Kakamega atakubaliana na mimi.
Huyu mzee angeshikwa na polisi, apandishwe ndani ya gari. Gari haiendi. Akiingia kwa gari ya polisi nazima. Uliza mtu ametoka Western. Mtu, mama, wewe umetoka Western? Hebu nipatie microphone pale pastor. Pastor Kipto please. Kuna mahali panaitwa Mala Nambacha kabla hajaongea. Kuna mganga mwingine alikuwa hapo, alikuwa anaitwa Kajiwe. Kwa nitoka Kajiwe. Huyu mzee alikuwa na wanawake 12 wakati alikuwa anaishi Western. Wacha niseme, the more watu wanazidi kuombewa na kuokoka ndivyo waganga wanapigwa. Huyu jamaa alipigwa na nguvu za Mungu, fuse ikakatika. Akaanza kupanda kwa miti kama monkey. Na anafanya kama monkey. Anapanda kwa miti. Wale wanawake 12 wote wakaenda. Hebu mama ongea. Kweli yenye apostle anasema ni kweli. Western kwanza uko na Bagolo huko. Iko Wanyana. Sema na Bagolo. Gusa mwenzako mwambie na Bagolo. Yaani na Bagolo ni sawa na kusema Dadi Kayole, sawa na kusema Kariobangi, sawa na kusema Kasarani. Sasa na Bagolo kuna kabila ama kuna Waluya, aina ya Waluya wanaitwa Wanyala wa Ndombi. Ndio wanaishi hapa. Huko hakuna mchezo. Waganga huko na madawa za kienyeji. Akisema leo hutafika jioni ni kweli. Haufiki. Kweli. Asante, imetosha hiyo. Kwa huyu alipotupwa duniani na alikuwa amepakwa, Mungu hakuondoa ile mafuta. Maana hatujaona kama aliondolewa. Alipakwa, alipokosa akafukuzwa. Ndio unaona ya kwamba ako na uwezo wa kushawishi watu. Wewe imagine msichana anakuambia mimi sitaki kuolewa, ningali mdogo. Na angali mdogo anakaa na bwana wa mtu. Hujawahi sikia? Mimi sitaki kuolewa, mimi ni mdogo. Mimi ni mdogo, amezaa na anasema hataki kuolewa. Mbona amezaa? Kwa nini asiolewa kazalie kwa ndoa yake? Jamaa alifukuzwa, na alipofukuzwa hakunyang'anywa anointing. Sasa makosa ni kwamba ile anointing ile ni oili chafu. Tayari imekuwa oilini chafu. Haiwezi tumika kwa uzuri. Oili chafu inatumika kwa matumizi mabaya. Uongo. Mahali kuna sumbua mchwa unaweka. Unataka kujenga nini unaweka. Ama kwa vitu vibaya. Unasikia chuma fulani imekata, unaambiwa tafuta oili chafu, ingiza ndani ama mwaga hapo. Huyu bwana alipofukuzwa hakunyang'anywa mafuta. Lakini tayari amechafuliwa. Ako nayo but yako powerless. Hayawezi kuzuia wale wako upande wa Mungu. Ila wale walio nje ya Mungu yana uwezo wa kuwapotosha. Mtoto asiyejua oili safi na oili chafu, ukimwonyesha oili chafu atajua tu ni nini. Ukimwambia ni mafuta ya gari, hata anaweza kumwambia Dadi, si tuuze tupate pesa. Naonaga Israeli wangu, yani mwanangu bora aone chuma kwisha ibaki. Yani hata wale wanafua nguo za Israeli, jamani, wana mitihani. Maana utakuta chuma, mizumari. Ukimuuliza sema nataka kutengeneza ndege. Hebu imagine. Sasa anajua chuma, akiokota hii, akota hii, akiunganisha, afunge betri, anachukua betri za remote, anachukua anaunganisha, bora apate kamota kanaweza zunguka. Jamaa anasema hii nitaunda gari itatembea. Kulingana na uwezo, lakini nakupatia picha ya kwamba huyu mtoto amebeba hazina kubwa kwa siku za usoni. Sasa shetani kwake ni hii ya kwamba anadanganya watu, kila akonacho ni cha uongo. Unaona mtoto anaamini chuma akiunganisha hii, akiunganisha ametengeneza gari. Bwana alipofukuzwa hakunyang'anywa mafuta. Ndio unaona anadanganya watu. Mimi sitakiolewa, lakini akona mimba, anatoa ya kwanza, ya pili, ya tatu inakataa. Anatoa inakataa, anakunywa mpaka jiki. Kuna mwingine kule naye Mombasa kaniambia hii, nimekunywa jiki. Daktari ameniambia matumbo yataoza. Kwa nini umekunywa? Nilikuwa nimepata boli, sijajua wakati boli ni nini. Nikamuuliza boli ni nini? Nilikuwa nimepata boli. Wapi? Ulikuwa unacheza mpira? Hapana pastor, nilipata mimba. Oh, mimba ndio boli. Sasa
Sasa nilikunywa itoke kutoka, na ina miezi mingapi? Iko na miezi 3 sasa. Nikinywa ilikuwa na miezi 2, sasa imeenda miezi 3, tumbo inanisumbua. Nimeambiwa jiki niliyokunywa mimba itoke ndili haribu, nileta shida. Wanakunywa jiki kama hujawahi jua, ama mimi nadanganya? Wanakunywa wewe. Sema amina. Mafuta. Naomba mafuta matakatifu yaongee katika maisha yako leo katika jina la Bwana. Sema haleluya. Sema mstari wa 18. Hebu nisome 18. Mstari wa 18. Ufunuo Yohana 18. Turudi pale. Okay, maliza hiyo mstari wa 7 tutoke hapo. Japo nilikuwa nimeshatoka hapo tayari. Turudi maliza mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Naam. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yaani huyo joka na malaika zake hawakushinda. Maana tumeambiwa kwenye Ezekieli ametupwa wapi? Chini. Hawakushinda, walitupwa. Twende. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Asante. Twende sasa kitabu cha Ezekieli. Unaona alitupwa na malaika zake ili adanganya, anakudanganya, anakwambia wewe una sura, fanya hivi, wezi olewa, wewe tafuta mtoto wako, bora uzae, usije ukafa bila uzao. Tayari mtu anaanza kutafuta mtoto, anasema mimi nataka tu nizae, anaona hata olewa, maana anaitwa muongo. Si umesikia? Adanganya ulimwengu, anakuta wewe unaona utaolewa nani atakuoa, ulikuwa na fulani akakuacha, ulikuwa na yeye akakuacha, na anayefanya uacho ni yeye. Maana anaingia ndani ya mwanaume Shetani anamshuhudia kabisa huyu mwanamke ana shida na pesa. Kuna mtu kimwangalia tu unajua shida ni pesa anataka. Anakuleta in the name of pesa, in the name of pesa, in the name of pesa, in the name of pesa. Ikitaja mambo ya kuolewa, jamaa anapotea. Unakutana na mwingine. Kumbe kila anataka kuna mtu alienda kwa mganga akaambiwa atafute msichana anakaa namna fulani, anakawa rangi fulani, mrefu kiasi fulani, mfupi kiasi fulani. Hii dawa ukiongea na yeye, ukikaa na huyu msichana, biashara yako itaenda vizuri. Huyu jamaa anakukujia kwa sababu ameambiwa atajirike, lazima atafute msichana wa aina fulani mwenye ako na mwanya. Usicheze na waganga wewe. Mimi nimekutana na watu anakuambia mganga amelala na yeye akitaka apate mtoto. Mganga anamwambia dawa itafanya kazi mpaka wakae pamoja, na wanakaa na mganga ili azae, si mara moja. Na hata mwingine katokea makosa akapata mimba ya mganga, tayari ndoa ikaharibika, maana amepata mimba na mganga tayari. Uliza mtu ameenda kwa waganga kwa muda mrefu akufungulia moyo, atakwambia waganga kulala na mtu ameenda kutibiwa si kazi ngumu hiyo, kazi rahisi. Kamwambia uwezi sawa, lazima akae na wewe ndio uzae. Jamaa ameenda kwa mganga ameambiwa hii dawa uwe tajiri lazima ukae na mtu. Lakini vitu kama hivi tukifundisha, watu wametoka mbinguni asubuhi, wanaangalia chini. Hata apostle ameanza kuongea mambo gani? Kuna watoto wadogo hapo, kuna watoto wadogo mba. Lakini mwaijua kwamba kuna watoto wamekuta picha za pornography kwa simu za wazazi wao, wamekuta picha za porno. Pasa ni shahidi, kuna kesi ilitufikia. Mtoto alishika simu ya babake akakuta porno, picha za porno, video za porno. Lakini tukifundisha kanisani, Elizabeth wamekuja hapa, mama yake Yesu amekuja hapa leo kwa ibada, watu wote wamerudi mama Yesu, wengine wamerudi Yusufu aliyekimbia mke wa Potifa. Sasa hii vitu anaongea ni vitu gani? Nini imetokea leo? Sema amina. Sema amina. Naomba mafuta ya kupatie nguvu ya kushinda adui. Ina maana kama aliasi mbinguni, hivyo ana wivu na uchungu kwa wale mnapakwa, mnampiga, mnapakwa na mnapata uzima wa milele. Unapakwa unafanikiwa, jamaa na uchungu. Anahakikisha kwamba lazima uyachafue mafuta yako.
maana alichafua yake, ako mbio uharibu ya kwako. Watoto wanaoharibu wenzao ni mtoto aliyeharibika tayari, ama uongo? Mtoto anayeharibu mtoto mwenzake ni mwenye aliharibika zamani. Kwa jamaa kama kerubi wa mbinguni tayari aliharibikiwa, tayari alipoteza, ako mbioni kuona mwanadamu amepoteza. Tumesema hautapoteza katika jina la Bwana. Hata avae ngozi ya kondoo, natangaza Bwana akupe macho ya kiroho kujua njama zake na hila zake. Akileta mitego, ponyoka kwa mikono yao, ponyoka kwa mikono yao. Sema haleluya. Haleluya. Leo kuna vitu kifundisha mtu wa Mungu, unaona watu wanaangalia chini. Sasa mtumishi hapa, sasa hapa kuna watoto, mambo gani anaongea? Na leo kama kuna watu wamejaa vituko ni watoto. Wacha niseme, umegundua kwamba mtoto wa miaka 10, tuseme kuanzia miaka 5 mpaka 10, unakuta kuna vitu anajua kwa simu yako mzazi vijui. Nimeona wakati mwingi simu yangu inaweka password, lakini nimeona wakati mwingi jamaa anapambana na mama anaacha simu, akirudi jamaa wako kwa wanaangalia katuni. Nani amewaambia mmefungue? Unasikia Runi amesema Israeli ndiye ameweka password. Amefundishwa na nani? Na mama amebadilisha. Kama Haruni hata sema, unasikia Comfort anamwambia mami nikwambie, anasonga karibu. Sasa yeye haji kuongea polepole, unasikia anamwambia Israeli ndiye ameweka password ili to watch cartoon, Israeli tucheze game. Kuna zile game za kuendesha magari na kuna zile za tuboli, wanafinya tuboli tunaruka namna hii, na twingine kuna tu block fulani wanaangusha na kuteremsha. Comfort anamwambia mama nipe mimi, sitawapea. Hebu angalia Israeli. Ona Israeli umri wake na sisi wazazi wake. Ona Comfort, ona Haruni Israeli ameiacha, amekemewa, ameondoka. Haruni anafanya bidii, maana simu yangu inaga game, lakini simu ya mama yako na nini? Sasa saa zile mama amediscipline mtu, amelia, amekataa kunyamaza, anabembelezwa na game. Haya basi nyamaza, chukua, cheza game. Anawekewa game. Jamani nyamaza, si ananyamaza. Alafu mama anajua kishamaliza simu itajifunga, iko na password. Vile wataifungua. Pastor, hii maneno nasema ni uongo mbele ya mbingu? Si ni kweli mama? Na ni watoto wadogo. Sema amina. Sasa hivi nasema hivi ndivyo natakana tuwe kama wana wa Mungu. Yaani shetani alikuweko kabla hujazaliwa, lakini Mungu amekupa uwezo na akili wa kumshinda. Sema amina. Tayari amekupa uwezo hata wa kumkemea, amekupa uwezo wa kuamrisha mapepo. Sema amina. Wewe ni mwana. Bwana asifiwe. Hebu tutoke hapo, nisikae hapo sana. Nilisema mafuta, ni kurudisha nyuma kidogo. Sema mafuta ni wazo la Mungu, na kuna kitu hapa kinasema mafuta ni wazo la Mungu la kufanya mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Kutoka, wakati Mungu ametumia mafuta mbinguni, sasa hili wazo akaliachilia kwa wanadamu. Kutoka mlango wa 30 ule mstari wake, Kutoka 30, naomba uanzie mstari wa 22, msomaji. Exodus 30:22 to 29. Nitasoma. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi, shekeli 500. Tulia sasa. Sasa Mungu ameyatumia mbinguni, hili wazo ameliachilia kwa wanadamu, walitumia kwa mapenzi yake. Mungu kwa mara ya kwanza mtu anayetumia mafuta hapa duniani ni Musa.
Na kwa mara ya kwanza duniani na mbinguni anayetumia mafuta ni Mungu mwenyewe. Sema amina. Lakini duniani Mungu sasa ameachilia wazo kwa Musa ili atengeneze mafuta ya duniani ya kufanya mapenzi ya Mungu kila anataka. Angalia vitu Mungu alimwambia. Hebu anza vizuri. Nataka usiku uelewe, ndio usichanganywe na mtu. Kutoka Unasikia mtu anasema hii mafuta inatoka kuzimu, watu wanaombewa wanaanguka. Huyo mtu amefilisika akili plus mawazo. Sema amina. Ukisikia mtu anaongea against the anointing oil, amefilisika nini? Akili plus na mawazo. Ni yule msemo anasemaga ni mjinga plus mjinga minus mjinga. Hebu tuseme sote. Ni mjinga plus mjinga minus. Hebu sema kwa sauti usiogope. Ni mjinga plus mjinga minus mjinga. Plus anabaki mjinga. Maana mafuta si kitu ambacho watu waliamkia tu. Ni wazo kwa mapenzi. Sasa hapa Kutoka nataka nikuonyesha kwamba vile Mungu alianzisha mafuta duniani yatumiwe kwenye makanisa, yatumiwe kwenye mikutano ya Mungu, yatumiwe kwenye ibada. Leo nataka nikuonyeshe, ndio mtu akipata mafuta kwa kibeti chako uko nayo, asikukose akili, asikudharau, aachane na wewe. Unajua nguvu ya mafuta ni nini? Sema amina. Haya, twende. Hebu soma. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi, shekeli 500, na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yaani shekeli 250, na kane shekeli 250. Mstari wa 24. Asante, ngojea kidogo. Kwa nini Mungu anachagua vitu vyenye harufu nzuri? Mbona asichague vitu vyenye harufu mbaya? Ina maana kwamba ukipako mafuta lazima historia yako ibadilike. Vile mafuta ubadilisha harufu ya mtu, ukipako mafuta harufu ya maisha yako, harufu ya biashara, harufu ya tabia zako automatically lazima zibadilike. Bwana asifiwe. Kwa nini ni mdarasini? Mdarasini unapikiwa pilau. Mdarasini unatumika kwa pilau, unatumika kwa chai. Kwa sababu gani? Nguvu ya mafuta ina uwezo kuprovide mahitaji, ina uwezo kukupatia chakula, na uwezi pata chakula bila pesa. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba mafuta yana uwezo kuleta pesa kwenye maisha yako. Mdalasini unatumika kwa chai, mdalasini unatumika kupika pilau. Naomba leo tafuta mdalasini wako. Natangaza ya kwamba leo lazima kitaeleweka. Hata kama aliyekuroga kwa ukambani, natangaza atapigwa na nguvu za Bwana. Natangaza atapigwa. Naomba leo nikikupaka mafuta, ukipita mahali walipo, ukipita penye wako, wanakufa kifafa wenyewe, wanakosana wenyewe, wanapigana wao kwa wao. Haya, ujaelewa. Naomba leo ile nguo likata ukiwa umeanika, walichukua pepo ya mtoto wako, walikata kiatu, waliokota maru umekanyaga. Baba, nabadilisha vitu. Natangaza vitu vinageuka leo. Baba, nageuza. Yaani Mungu anamwambia Musa atumie, hakumtuma pori. Hebu dadi sikiza. Hakumtuma aende porini kukata miti. Mungu anamwambia anunue kila kipimo cha kuna kipimo cha shilingi 500, kuna kipimo cha 250. Nataka twende polepole, alafu mtu mmoja unifanyie hesabu wewe. Nataka tuanze, unifanyie hiyo ni pesa ngapi ilitumika hapo. Tuanze. Jitwalie manukato yaliyo bora. Manemane mbichi shekeli 500. 500. Na midalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho. 250 yani shekeli 250. Twende. Na kane shekeli 250. 250 tena. Na kida shekeli 500. 500 tena. Kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu, na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba 5. Mafuta ya zeituni vibaba 5. Nani anajua kibaba? Wacha tufanye hivi. Media search kibaba, andika tu aina za vibaba,
alafu tuletee kwa screen. Sitaki niongee watu wakosa kujua. Tuendelee. Nataka mtu aone kibaba ni nini. Search kibaba ama aina za vibaba. Yes. Twende. Mstari 25. Nawe utayafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadhi ya utengenezaji manukato. Unaona hiyo sifa, atengeneze mafuta ya kutiwa. Neno kutiwa ni hivi, kuja pastor. Nataka mtu mwenye chupa. Hii chupa ndogo. Hiyo ni pesa ngapi umepata? Hiyo tumie kutengeneza mafuta. Waziri wa fedha anashinda kutamka. Pesa ngapi? Sasa 1500 ya miaka hiyo. Hiyo unaweza weka pesa ngapi sasa hii? Ndio unaona wale wananua hizi anointing oil azitoshani bei hizi. Nenda kwa duka leo, ukienda super, nenda ufanye tu na kutuma research. Vibaba, angalia, unaona vibaba? Angalia aina za vibaba, ndio nimetaka uelewe. Maana nikiongea utaita gorogoro, nikiita gorogoro Mluya ndiye ataelewa na Mjaluo. Mkamba hata jua gorogoro ni nini. Mtaita hata jua gorogoro labda. Pastor, Bwana asifiwe. Sema gorogoro. Sema gorogoro. Sasa angalia vibaba, yani leo nataka uongeze heshima ya mafuta. Nataka uongeze heshima ya mafuta. Ona hivyo ni aina vibaba. Mungu akamwambia vibaba 5. Sasa angalia drum 5, kwa sababu kumbuka kwamba wana wa Israeli walikuwa watu zaidi ya 600,000. Watu 600,000 utawapaka hii chupa. Utawapaka hii chupa. Sasa vibaba 5 tuchukulie sasa hizo drum 5, hizo kubwa. Maana ni watu zaidi ya 600,000. Watu 600,000 utapaki baba kidogo cha aina hicho. Unaona viko viwango cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4 kidogo. Achukua vibaba 5, achanganye mafuta, anasema ya harufu nzuri, tena fundi mstadi. Neno mstadi ni kwamba mtu mwenye ujuzi. Si unajua maana stadi? Mtu mwenye ujuzi. Na ndio kwamba deliverance, usipokuwa mjuzi wa kiroho hautaelewa. Ndio maana siku hii nilikana pastor, labda utakuja kuwa pastor. Nilikana Bazenga, anaitwa Bazenga, semeni Bazenga. 00 001 Bazenga. Mpigieni makofi Bazenga. Njoo Bazenga. Ngoja Bazenga. Sema amina. Akasema, dadi, mimi nimeokoka juzi, lakini kwa muda mchache nimekaa Katoliki. Kusema kweli siongee kwa kusifu kanisa. Mungu ako kwa ile madhabahu. Mungu ako kwa ile madhabahu. Akiwa amepewa gari anipeleke nyumbani. Amepewa gari na mshirika mmoja hapa kanisani anipeleke. Sikumbuki ilikuwa ni gari ya nani, lakini alikuwa amepewa gari anipeleke nyumbani. Akaambia achukue vibaba 5. Alafu wewe anointing oil unapako, umetoa macho kama mjusikafiri amebanwa na mlango. Hakuna kitu kina happen. Mpaka mwingine anasema hivi, nimesikia kanisa watu wakiombewa wanaangukaga. Bwana asifiwe. Yaani Mungu anagharamika kuandaa mafuta. Yale ya mbinguni hatujaambiwa Mungu alitengeneza na nini, lakini ya duniani anatumia vitu tunavijua. Tunajua mdarasini, vitu vimetajwa unavijua. Mafuta ya karafuu unayajua ni ya kazi gani. Tunajua karafuu inatumika wapi. Ndio unaona wale ndugu zetu watoto wa mama mdogo wanatumia vitu kuchomea majini. Unasikia majini wanamwambia wanataka karafuu. Majini wanamwambia wanataka nini? Ndarasini. Majini wanamwambia wanataka ubani. Unaenda kwa duka mtoto wa mama mdogo wameasha ubani unawaka. Na mtu hiyo duka wanawashaka ubani. Hiyo nyumba usichukie ubani. Ubani huwezi kujiongeleshea. Kile kimetendeka ni kwamba shetani amekopi vitu venye Mungu amehalalisha watu wavitumie kumwabudu, akavigeuza wamwabudu yeye. Ubani ni ubani ulikuwa ni sadaka. Kulikuwa Israeli waliambiwa kuna sadaka ya ubani, kuna sadaka ya ng'ombe, kuna sadaka ya mbuzi. Sadaka ya ubani ilikuwa inachomwa, harufu inaenda mbinguni, Mungu anafurahi. Leo unashangaa hata mganga ako na mafuta yake ameyaombea na majini yake. Mtu akienda anapewa.
Karimanzira kuku kapanda bweza, na watu wanaenda anapewa. Bwana asifiwe. Hebu angalia, leo nataka ukasirike. Leo huu ni ushanga yenye wanawake wanavaa kwa viuno. Sema amina. Sasa bora unaangalia chini. Ukiona anaangalia chini ako nayo tayari. Huyu, hii ni baada ya Sunday after mmeondoka. Sunday kwa mara ya kwanza tangu niokoke sijawahi temewa mate vile nilitemewa mate juzi. Nilitemewa mate sana juzi hapa. Wachungaji waliumwa kina Pastor Kipto hapa. Media team walikuwa wananyanyuliwa mateke kama kitu kingine. Matena ile teke serious. Kwa mara ya kwanza kumuona Isaac amerudi GSU sasa. Isaac amerudi GSU. Yaani kwa mara ya kwanza kumuona Isaac ana sweat kanisani. Sasa hiyo na kisweat. Lakini Jumapili ilibidi asweat. Maana kuna msichana ako hapa amekamatwa na mapepo na akaambia kwamba hii ushanga ili asipate mimba na maboyfriend yako nao afunge kiunoni. Kwa hivyo wale mnavaa shanga, na hata kama utaambia watu, hakuna shanga inavaliwa bila sababu. Huyu amevaa sipate mimba, na kabla hiyo Roho Mtakatifu akaniambia simu zile msichana anapigiwaga ni za wanaume tu, na si kwa sababu ya kwamba ya shule, maana ako shuleni ako college ya my boyfriend. Dada yake alikuwa amekaa pale akasema, kweli mtumishi wa Mungu, my sister tukikaa hivi kila simu itakayopigwa ni mwanaume, na hakuna kitu kingine wanaongea, ni mapenzi, si kitu kingine, mapenzi tu, hiki kata ni mapenzi. Na Bwana akaniambia ako zaidi ya mume mmoja. Wale maroho akaanza kusema, alipoamka chini kumuuliza wale vijana ako nao, wale hawajaoa ni 10, wale wameoa ni 2. Ukimwangalia ni mtu innocent kabisa, ukimwangalia mpole. Wanaume hawajaoa 2, wale wameoa ni 2, wale hawajaoa ni 10, wanaume 12. Mtoto wa watu ako shuleni anasoma, na hii si kwamba aliota ndoto, aliadvaisiwa na mtu. Kumbe shanga ya kwanza mama yake aliiona, akamwambia toa, akakataa, akasema sitatoa. Ni kama ilienda ikakatika yenyewe kwa uchungu wa mama, iliharibika. Alafu sasa akanunua hii. Kwa mara ya kwanza mama anaiona kwa kiuno, wakati maana ilikuwa ni fujo, ilikuwa ni mateke. Wewe akirusha mateke shanga, wale mapepo kabla hajaitoa akasema ako na shanga yetu kwa kiuno, hatuwezi kutoka. Uliza mtu, uko na mfuko wa shetani ama uko na mkoba wake? Bwana asifiwe. Hii amefunga, lakini kwa sababu ya mafuta ilibidi shetani amwachilie, maana alipakwa mafuta kwa ibada, na Mungu akasababisha wasiende. Walikuwa wametoka wapi? Yata. Walikuwa wametoka Yata. Imagine wametoka Yata wamekuja ibada, na walipewa tu namba yangu ya simu, wakadirectiwa na mtu. Na huyu msichana kwenye familia ndiye peke yake amefaulu kwenda college. Wengine wameishia form 4, na mtu akiambiwa asome hataki. Kumbe kuna marozi imetumwa kwa familia watoto wasisome. Naongea kusaidia mtu leo. Sema amina. Ona hii shanga, asiwahi pata mimba. Lakini pamoja na hiyo asiwahi pata mimba, nashukuru Mungu ya kwamba alikiri mwenyewe. Alikiri. Pamoja na hiyo amefunga shamba. Alipigwa mnaitaka boli. Alipigwa penalty moja. Akiwa na idadi penalty moja. Kwisha. Na alikuwa na kinga. Asante dadi. Sasa huyu ni golikipa wa mimba huyu. Lakini pamoja kwamba kulikuwa na golikipa alifungwa bao, akasema kweli kabisa mtu wa Mungu, sitadanganya mbele za Mungu akiwa shahidi, nilitoa mimba moja wiki 3. Mama alijua, mama hakujua kama nilitoa mimba, lakini Bwana wa majeshi akamsamehe. My sister akaokoka na akazaliwa akawa kiumbe kipya.
Sema amina. Tunaongea kwa kusaidia, tunaongea kwa kujengana. Ujue vile shetani ni muongo. Ona, hata apata mimba, lakini kwa nguvu ya mafuta ilibidi aondoke. Kuna wengine alafu iko na picha ya iko na plastiki twa butterfly. Butterfly unamjua ni mnyama ama ni mdudu? Si mnyama, ni mdudu. Mdudu ako very weak, ako wiki sana. Ni mdudu ambaye haishi maisha marefu. Kwa hivyo ina maana kwamba chochote anafanya hataenda mbali, chochote anafanya kitaenda mbali. Butterfly ya kwamba anytime adui atakuwa. Wangapi mko na shanga hata nikikuitisha leo hautatoa, lakini kuna kono ukiweka utaitoa. Nasema kuna kono ukiweka utaitoa. Naomba leo kama uko nayo ianze kukuwasha. Naitumia na tangazi uanze kuwasha. Uanze kujikuna hata mbele za watu, ngwara. Ujikune bila kusimama. Wajikune ama sijikune? Haleluya, mtu wa Mungu. Mama, haleluya. Sema amina. Wajikune mama ama usijikune? Wajikune. Sawa. Tunatumana leo kila shanga ambazo ziko na ushetani, tunatangaza ya kwamba hazitakaa kwa viuno vyao. Tunazitoa katika jina la Bwana. Tunaziondoa leo. Sema haleluya. Kama my secretary amesema ziondoke, si lazima ziende. Sema amina. Turudi kwa maandiko. Tuendelee. Mungu akamwambia Musa achukue hiyo, atengeneze mafuta. Nawe utayafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya utengenezaji manukato. Hebu malizia msali. Yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Mstari wa 26. Achia hapo tu kwanza. Unaona? Tayari unaonyesha kwamba anointing oil sio ya kukunywa, watu wanatiwa. Jambo la pili umeambiwa ni mafuta matakatifu. Kwa nini inaitwa mafuta matakatifu? Ni ya Mungu mtakatifu. Sema amina. Yanatumika na Mungu mtakatifu, yanatumika kitakatifu, yanaitwa mafuta matakatifu. Ina maana kuna mafuta machafu, lakini kuna mafuta matakatifu. Na amesemaje? Ni mafuta ya kutiwa, si ya kukunywa. Kwa hivyo ni hatia wakati watu wananyweshwa mafuta. Anointing oil si ya kukunywa, ni ya watu kutiwa. Sikiza kitabu cha Mambo ya Walawi. Wasahiri Bwana. Walawi, pokea utukufu mbinguni. Hebu tusomee Walawi 4:5. Walawi 4:5. Biblia inasema, kisha huyo kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa baadhi ya damu ya ng'ombe na kuileta ndani ya hiyo hema ya kukutania. Achia. Okay. Wacha tuache. Yeye inapatikana, nataka tusome Kutoka 29:7. 29:7. Kutoka 29:7. Kutoka 29:7. Ndipo utakapotoa hayo mafuta ya kutiwa na kumiminia kichwani kwake. Asante. Na kumtia mafuta. Asante. Njoo pastor. Mfano nataka kufanya. Sitatia. Angalieni mimi. Hebu rudia msali. Anasema atatia. Atafanya nini? Atatia. Kumimina ni hivi. Hivi ndivyo kumimina mafuta. Sasa
Ingelikuwa Mungu amesema kukunywa, angesema utamunywesha. Kwa hivyo kama unakunywaga anointing oil, unafanya kinyume na neno la Mungu. Kama kuna ene pastor alikwambia ukunywe, nafikiri kwa rehema za Bwana wa majeshi, labda hapo amekutana na huo mstari akafanya kama yeye. Ndio maana inaitwa mafuta matakatifu. Unayatumia kitakatifu. Matumizi matakatifu ni kutia. Kando na kutia ni kupakwa. Sema kupakwa. Unaweza paka watu, maana kutia sio kupaka. Sema amina. Unaweza paka. Na sababu ya Mungu kumwambia Musa atengeneze mafuta ya kutia, hiyo nataka nikupatie sababu 3 za mafuta kutiwa. Sema amina. Asante baba Keti. Ambia mtu mafuta watu hawakunywagi. Hebu ongea kwa sauti, sione kama sema mafuta watu hawakunywagi. Mshike mkono, mwambie usiwahi kunywa mafuta, lakini unaweza pakwa. Sema amina. Tusome sote mstari. Soma kwa sauti. Hiyo si sauti. 1 2 3 twende. Amimine wapi? Kichwani. Huwa mnapaka mafuta wapi? Si uso kwa kichwa. Na pia unaweza paka kwa mkono, unaweza paka kwa mguu. Na hata mtu anaweza kujipaka mahali anaumwa, ameombewa ama yameombewa, amepewa akatumie. Kuna mahali mwanamke unaweza ombea mwanaume umpake mafuta, kuna mahali uweze kumpaka. Utayaombea akajipake mwenyewe. Sema amina. Sema amina. Hebu angalie sababu ambazo ilifanya Mungu amwambie Musa atengeneze mafuta ya kupakwa. Asante Roho Mtakatifu. Pokea utukufu mbinguni. Ya kwanza ilikuwa ni kutakasa hema ya ibada. Ya kwanza ilikuwa ni kutakasa hema ya nini? Ya ibada. Kitabu cha Kutoka 40 mstari wa 9. Mafuta, kazi ya kwanza yenye Mungu alitaka yafanye wakati Musa ametengeneza ni kutakasa nyumba ya ibada, kutakasa madhabahu. Hebu tusomee kwa haraka, nataka kukimbia. Kutoka 49. Kisha utayatoa mafuta ya kutiwa na kuitia mafuta na kila kilicho ndani yake. Rudia vizuri ya maiki na katakata msomaji. Rudia tena. Nitarudia Kutoka 40 mstari wa 9. Kisha utayatoa mafuta ya kutiwa na kuitia mafuta hiyo maskani na kila kitu kilicho ndani yake na kuiweka iwe takatifu na vyombo vyake vyote, nayo itakuwa takatifu. Asante. Inamaanisha kutakasa nyumba ya ibada. Ndio unaona ya kwamba kanisa likijengwa lazima lidediketiwe. Kudedicate ni kutakasa. Na vyombo chochote. Unaona mara nyingi tukinua chombo, hata kama ni microphone, pastor, hata yani haijalishi utagusa mafuta kiasi gani, lakini Mungu anahesabu imetakaswa. Kwa nini nasema imetakaswa? Kwa sababu mahali umenunua, haujui ni Mungu gani wanaabudu, haujui ni madhabahu gani wa biashara ile, lazima kitakaswe. Iwe ni keyboard iombewe, iwe ni speaker inaombewa, chombo cha sadaka kinaombewa, iwe ni duster ya kanisani, hata kama ni duster lazima iombewe, itakaswe. Sema amina. Kwa Mungu alitaka yatumike kutakasa nyumba ya ibada. Mungu anakaa mahali patakatifu, hakai mahali pachafu, ili Mungu akija azungumze na watu. Sema amina. Ndio maana tukiombea nyumba za watu, tunatakasa nyumba za watu. Tulienda Eldoret tukuombea nyumba ya Pastor Kipto, tuliombea nyumba, tukaipaka mafuta, tukapaka mlangoni, tukapaka ndani, tukapaka kwa kona. Tunatakasa nyumba ya kwamba kama kuna mtu aliingia nyumba ikijengwa akafanya uchawi, uchawi unaondoka. Sema amina.
Kama alipanda madawa, madawa zinakuwa powerless. Leo umejenga nyumba, hakuna pasta anaiombea. Umejenga nyumba ya dedicate, umenua gari, lazima dedicatiwe gari yako. Kwa hivyo nikuseme ya kwamba mafuta yalitengenezwa yafanye kazi ya kudedicate vitu kwa Mungu, kutakasa vitu vyo vitakatifu kwa Mungu. Naomba hata ukinua simu yako, mtu wa Mungu umekuja kanisani kwa ibada, hebu tafadhali uko na yako, basi yangu nitayapaka. Hebu umejua kwamba kuna watu wanatuuzia vitu kwa maduka lakini wanaabudu shetani? Umejua hivyo? Umejua hivyo? Utakosaje yako? Umeombewa, Bwana hii simu nimeitakasa, nimeipaka haya mafuta ya kupaka niliyopokea Baba, nimeipaka, nimeitakasa. Wewe si nilee simu niombe? Hapana. Utatumia saa ngapi ukuje uombe ndio utumie? Vitu vingine unaweza kuviombea wewe mwenyewe. Maana tayari nimekupa hiyo neema, tayari uko na hiyo neema, tayari nimekuombea, tayari nimekupaka, tayari nimebariki mafuta ulionayo. Sema amina. Unanua hata suitcase yako kusafiri. Umejuaje roho ya ajali ni suitcase umenulinua? Labda mwenye ulinua kwake, maana watu tunanunua vitu kwa maduka yao, hakuna mahali imeandikwa kwamba huyu anaenda kwa mganga, huyu anaenda kwa uchawi, huyu, hakuna mahali imeandikwa. Lakini kumbuka kwamba duniani kuna Mungu wangapi? Kuna Mungu wa mbinguni na kuna shetani anaitwa ni Mungu. Uelewe, mbinguni kuna Mungu mmoja, duniani kuna wangapi? Kuna Mungu wa mbinguni anayetawala dunia na tena kuna shetani. Biblia inasema kwamba anaitwa Mungu wa dunia. Somaga Biblia, anaitwa Mungu wa nini? Wa dunia, shetani. Ni vyombo umenunua, takasa vyombo vyako. Takasa. Ni nguo, ombea nguo yako, takasa nguo yako. Sema amina. Jambo la pili kwa haraka. Ya kwanza tumeona kwamba ni kutakasa vitu na kuvipeana kwa Mungu vyo vitakatifu. Sema amina. Jambo la pili, mafuta yalikuwa ni ya kuteua makuhani. Jambo la pili, Mungu alitaka Musa atumie mafuta kuteua makuhani ili wafanye kazi ya Mungu, kuteua makuhani. Na kitendo cha kupakwa mafuta huwa kina maana hii. Kile kitendo cha kupakwa kinamaanisha baraka. Wakati unapakwa mafuta inamaanisha umebarikiwa na Mungu. Kile kitendo cha kupakwa inamaanisha baraka. Hata kama si kuhani, nimeigusa hiyo kidogo, lakini kitendo tu chenyewe cha mafuta kinamaanisha nini? Baraka. Ni ishara ya baraka. Kwa hivyo kuhani akiteuliwa wakati anapakwa mafuta inamaanisha amepokea baraka ya Mungu ya kuwa kiongozi kwa watu wa Mungu, ya kuwa mwakilishi wa Mungu kwa wanadamu, ya kuwa mtu anayemwakilisha Mungu mbele za wanadamu wengine. Sema amina. Hebu sikia. Hebu soma Kutoka 40 mstari wa 15. Kutoka 40 mstari wa 15. Kutoka 40 mstari wa 15. Nawe utawatia mafuta kama ulivyomtia baba yao, ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Asante. Angalia vile Mungu anamwambia Musa. Ashatengeneza mafuta ya koredi, yalitumia shilingi 1500 miaka hiyo, wakati huo. Sasa baada ya kuyatengeneza, anaambiwa apake watoto wa Haruni mafuta, watie mafuta, wamtumikie Mungu kwa kazi ya ukuhani. Kwa mafuta yalitumika kuteua makuhani, wachungaji. Tayari wameanza huduma, lakini sasa kirasmi ili wapate baraka kamili. Ndio unaona ya kwamba hakuna mtu anaanzaga huduma, hakuna mtu anaanza huduma akiwa ameordeniwa. Watu wote huanza huduma before aordeniwe. Ordination inakuja ukiwa kwenye safari ya kutumika. Sema amina. Inakuja wakati umeanza kutumika. Hakuna mtu ashaandaa ordination ya kupakwa mafuta ya kuwa pastor, kuwa mwinjilisti, kuwa bishop, kuwa apostle ndio akuje kuanza. Hapana, unaanzaga ndio mafuta yakuje. Kwa hivyo anamwambia vile alipaka baba yao kama kuhani, Haruni atamtumikia Mungu na watoto wake.
Sasa anaambiwa wapake mafuta watoto wa Haruni wanitumikie kwa kazi ya ukuhani. Kwa hivyo ukiangalia wachungaji, hata kama Pastor Kipto hajafanyia ordination, Jones hajafanyia ordination, nafikiri bado pia Pastor Fred hajafanyia ordination, kuna yale mafuta ya wito, wakati tu umeitwa tu kwenye huduma tu ambayo yale Samueli alipaka Daudi. Mafuta ya nini? Ya wito. Lakini ndio Daudi akuje kuwa mfalme, alipakwa mafuta ya kuwa nini? Mfalme wa Yuda. Akapakwa mafuta ya kuwa nini? Mfalme wa Israeli yote. Daudi alipakwa mara ngapi? Yale ya kwanza yanaitwa mafuta ya wito. Mafuta ya wito ni mafuta ya calling. Lakini sasa ile ya pili, ambapo mchungaji wote tunapoanza huduma, kuna mafuta ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe hukupaka, anayekupatia. Iwe ni mwimbaji, kuna mafuta unapokea tayari, unaanza. Alafu ya pili sasa, yale unapakwa na bishop wako, unapakwa na pastor wako, na mafuta hayana kikomo. Sema amina. Ndio unaona kwamba ibada za anointing service haziwezi fanywa mara moja. Ordination inaweza fanywa mara kadhaa, kwa sababu alikuwa mchungaji, sasa kirasmi anahalalishwa kuwa pastor, anapakwa. Anatoka hapo, anakuja anapanda kiwango, anataka kuwa reverend, anapakwa. Anatoka hapo, anakuja anapanda kuwa bishop, anapakwa. Anatoka hapo, anakuja kuwa archbishop, anapakwa. Sema amina. Na pamoja na hiyo tena, hiyo ni mafuta mafuta ya ofisi. Amepewa mafuta ya ofisi, hizo ofisi amepewa. Lakini kuna mafuta sasa kwenye siku za kutumika. Kumekuja askofu mwenzake kanisani, amehubiri na ameongozwa na Roho Mtakatifu ya kwamba apake watu mafuta. Utashangaa hata askofu mwenzake anasema hata mimi leo nifanye nini? Kwa sababu kadri unavyopakwa mafuta unakuwa renewed. Sema amina. Mafuta yanakufanya kuwa renewed kila siku. Unapopakwa unakuwa renewed. Sema amina. Umepakwa jana, ukipakwa leo hautatumika kama jana. Ukipakwa kesho, upako wa kesho si wa leo. Sema amina. La sivyo basi mafuta hatungekuwa tunayatumia. Bwana asifiwe. Yalitumika kuteua nini? Makuhani. Jambo la tatu, hilo ni la tatu nimesema. Jambo la nne, ya tatu, hiyo ni ya nne. Ya tatu ama ya nne? Tumetaja ya tatu ama ya pili? Ya pili. Okay. Jambo la tatu, yalitumika kuteua wafalme. Kuteua wafalme. Mafuta, Mungu angetaka kufanya mtu awe kiongozi kwa watu wake kama mfalme, ni mafuta atapakwa. Yale mafuta yanampa uwezo wa kutembea kwenye nguvu ya Mungu, yanampa uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu. Yale mafuta yanampa kukubalika na watu wenye Mungu amemweka mbele yao. Mafuta ukupatia nguvu ya kukubalika, ama kibali cha kukubalika. Unakubalika na watu, unapokelewa na watu, unaheshimika na watu. Mafuta yatafanya uheshimiwe, yatafanya watu kusikie. Sema amina. Soma kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 9 mstari 16. Wenye kuandika Wafalme wa kwanza 16-12, Wafalme wa kwanza 19-14-15 kwa wale wanaandika. Narudia tena. Wafalme wa kwanza, Samueli wa kwanza 9-16, Samueli wa kwanza 16-12, alafu Wafalme wa kwanza 19-14 na 12. 18-15 Wafalme wa kwanza 19-14-15 hadi 15. Hebu tusome msomaji. Namaliza. Wafalme wa kwanza 19
14. Biblia inasema, tuanze na Samueli. Tulianza Samueli wa kwanza 9:16. Samueli wa kwanza 9:16. Immediately nitasoma. Inasema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe utamtia mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu ya kilio chao, kimenifikiria. Hebu soma yako. Samueli wa kwanza 9:16. Biblia inasema, unaweza enda haraka kidogo msomaji wangu? Yes. Kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu wa Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu kilio chao kimenifikiria. Asante. Huyu ni Sauli mwana wa Kishi. Mungu anamwandaa Samueli mapema, anamwambia kesho nitaleta mtu. Mungu akasababisha punda za Kishi zikapotea. Sauli akatoka kwenda kutafuta punda za baba yake. Yeye anajua ni punda wamepotea, kumbe mafuta anamuita. Sema amina. Ujaona mtu ameenda kanisani, amepeleka mtu mwingine kuombewa, anajipata ameokoka. Kumbe Mungu ametumia ile mgonjwa ili apande wokovu ndani. Sauli punda zimepotea, lakini kumbe Mungu ameamua kumtia mafuta kuwa nini? Mfalme. Samueli anaandaliwa mapema. Hivyo mtu uliye hapa kanisani tayari, kabla hujafika ibada ya leo, Mungu alikuwa ameandaa ujumbe huu kwa ajili yako, ya kwamba kwa mafuta haya kuna vitu vitaondoka maishani mwako. Sema amina. Jana kuna mtu amekuwa kanisa, noti jana juzi, akaniambia hivi, aliletewa ndoto, akaambiwa, aliletewa picha mtumishi fulani. Huyo mtumishi akamwambia, Jumapili na ukuja usikose kwenda kanisani kwa sababu utapitwa na mafuta. Akiwa ajui kama tuko na ibada ya mafuta, na akaambiwa ukipitwa na ibada ya mafuta, matatizo ulionayo hayataisha, lakini kama utahudhuria ibada ya mafuta, akaambia hivi, mafuta yatafagia kila kitu. Vile alinielezea. Na kama Mungu aliongea na mtu ya kwamba akipako mafuta yatafagia kila kitu, naomba leo mafuta afagie kila takataka kwa maisha yako. Sema amina. Natangaza kifagio cha Bwana. Natangaza kifagio cha magonjwa. Sema haleluya. Tutafagia magonjwa leo, tutafagia mashetani, tutafagia laana, tutafagia uchawi, tutafagia uganga. Sema power. Hiyo ni ndoto aliongeleshwa. Mungu anamwambia Samueli, nitakuletea mtu, mtie mafuta. Mungu angetaka kuinua mtu kuwa mfalme, ishara ya kuonyesha kwamba amekubaliwa na Mungu, ishara ya kuonyesha kwamba watu wanasemaje, amehitimu kuwa mfalme na atafanya kile Mungu anataka. Ilikuwa ni mafuta. Mafuta hukudhibitisha mbele za Mungu na mbele za watu. Narudia tena, mafuta yanakudhibitisha mbele za watu na mbele za Mungu. Unadhibitisha mbele za Mungu na mbele za watu. Samueli anadhibitisha Sauli mbele za Mungu na mbele za watu awe mkuu. Naomba hivi, kumbe mafuta inaweza kukufanya uheshimike bila kuomba watu wa kuheshimu. Mafuta yanaweza kukufanya upendwe bila watu kuwaomba kupende. Samueli akaambiwa, utampaka awe mkuu kwa watu wangu. Mafuta anamfanya kuwa mkuu. Mkuu ina maana kiongozi. Si kampeni atapiga, si watu watampigia kura. Mafuta, unajua mfalme wa kampeniwi, mfalme achaguliwi, ni Mungu anapeana. Na uongozi wa kifalme haupigiwa kura, watu wanapokezana. Mzee akizeeka
anainua mtoto wake firstborn. Na ufalme haupewagi secondborn na thirdborn, fourthborn, fifthborn, sixthborn, seventhborn. Ufalme unapewa firstborn. Ndio unaona Yesu anaitwa mfalme wa falme, kwa sababu ni firstborn kwa Mungu, ni firstborn kwetu sisi tuliookoka. Yesu ni firstborn. Ndio maana anaitwa mfalme wa falme. Hakuna mfalme aliye juu yake. Na kama Yesu ni mfalme wa falme, uko chini ya serikali isiyoshindwa. Uko chini ya serikali ambayo ijawahi kwama, iweza aibisha mtu, ijawahi pungukiwa, haina mikopo, haijawahi lia shida, ijashinda na wananchi wake. Sema haleluya. Sema amina. Samueli wa kwanza 16. Hata kumaliza nipake watu mafuta. Wa kwanza 16 huwa mstari wake 12. Samueli wa kwanza 16:12. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa lapendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyo ndiye. Ambia mtu, kumbe macho yako anaweza kuzuia mafuta asitoke kwa chupa. Vile unaangalia mhubiri ni kama sema amina. Unaangaliaje mji mhubiri kwenye ibada ya kupaka mafuta? Hebu angalia, alikuwa na macho nini? Mazuri. Kumbe macho yako anaweza kuwa kikwazo cha nini? Cha mafuta. Tunaona Samueli ametumwa tena kwa nyumba ya Yese wakati Daudi ameinuka, amekuwa Mungu wa majeshi. Baada ya Sauli kuondoka, tunaona Mungu anampaka Daudi mafuta kuwa mfalme. Ameenda kwa nyumba Yese, amechangalia watoto na anaweza akapaka mafuta. Yese akaleta watoto ndugu za Daudi wakubwa, lakini Maandiko yanasema kwamba chupa haikutoa mafuta. Wakati Samueli angemwaga mafuta angetoka. Bwana akamwambia, mimi siangalii nje, mimi naangalia ndani. Mimi siangalii kimo, siangalii unono, mimi naangalia moyo. Lakini akauliza, watoto wameisha? Akasema hapana, kuna mmoja ako malishoni anachunga, anaitwa Daudi. Akasema basi tumana watu amuite. Daudi alipokuja tupa, Bwana akamwambia, inuka umtie mafuta, maana huyu ndiye niliyemchagua. Naye alikuwa na umbo zuri, alikuwa na macho mazuri. Samueli akamtia Daudi mafuta kuwa nini? Mfalme. Sema amina. Ni wazi kabisa kwamba mafuta yanaweza kukupatia nafasi ya kuongoza. Yanaweza kupatia nafasi ya kuwa mtawala. Sema amina. Yanaweza kupatia nafasi ya kuongoza. Yanaweza kupatia nafasi ya kuwa mtawala. Yaani unaingia mahali we ni mgeni, wanasema tunaona unafaa kuwa secretary. Wanasema tunaona unafaa kuwa chairman. Tunaona unafaa kuwa treasurer wetu. Tunaona unafaa kuwa advisor wetu. Tunaona unafaa kuwa supervisor. Nini kimefanya we ni mgeni? Kuna watu mawakuta walikutangulia. Mafuta uliobeba na nakutengenezea nafasi. Sema amina. Kwa sababu ya mafuta inabidi ukubalike. Naomba ninapenda kukupaka leo, popote utapitia, natangaza kukubalika kwako. Na kutuma nendo kakubalike, na kutuma ukapokelewe na watu, na kutuma nendo kamiliki wewe. Sema power. Ya mwisho kabisa, mafuta yalitumika kuteua manabii. Mungu angetaka mtu awe nabii, ijapo kuna wale ambao hawakupakwa mafuta na mtu, ni Mungu aliwapaka mwenyewe. For example, Musa hakupakwa mafuta na mtu, ila ni Mungu alimpaka. Wa pili, Samueli hakupakwa mafuta na mtu kama nabii, ni Mungu aliyempaka. Kwa hivyo kuna watu walipakwa na Mungu, lakini kuna watu Mungu alitumia watu kuwapaka mafuta. Sema amina. Kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wake wa 19 mstari wa 10, mlango wa 19 mstari wa 16. Wafalme wa kwanza. Mafuta yalitumika kuteua manabii. Yes. Wafalme wa kwanza 19:16. Na Yehu mwana wa Namshi
mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati wa Abel-Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pa. Asante. Elia amefika wakati pale alijiombea nataka kukufa, Mungu akamwambia utakufa, safari bado. Neno safari bado, kumbe kulikuwa na watu wawili wanahitaji ku anoint. Anoint Yehu kuwa mfalme na anoint Elisha kuwa nabii kwa nafasi yake. Ijapo Elia hakupakwa mafuta na mtu. Sema amina. Lakini Mungu anamtuma, anamwambia atapaka Elisha mafuta ama atamteua awe nabii badala yake. Sema amina. Ukiona mtu ana kipawa cha unabii, ni kazi ya Roho Mtakatifu hiyo. Bwana asifiwe. Ukiona mtu anatabiri, anaonyesha maono, si yeye, ni mafuta ya Roho Mtakatifu. Sema amina. Sijaona kwenye maandiko kama Mungu amesema ukunywe, uwanyweshe, awatie mafuta, kwa sababu anaitwa mafuta ya kutia. Kwa hivyo mafuta ndio huchipua vipawa ndani yetu. Mafuta ndio huchipua vipawa vilivyo ndani ya watu. Elisha hakujulikana kama nabii, lakini kwa mara ya kwanza wakati Elia anatumwa kumpaka mafuta, hapo ndipo Elisha anafunguka macho, mpaka anaanza kumwambia Elia, mimi sitakuacha, mimi sitakuacha, kokote utaenda nitaenda na wewe, mimi sitakuacha, mimi sitakuacha. Lakini sikiliza, wakati Elia ulipofika kuondoka, akamwambia Elisha, nataka uombe unachotaka kutoka kwangu nitakupatia. Elia akamwambia omba. Elisha akasema kile kitu naomba nataka sehemu mara 2 kutoka ndani yako. Elia akamwambia siku ile utaona ninaondoka, basi utapata. Sema amina. Lakini kulingana na mimi ni kwamba tayari haya mafuta Elisha alikuwa nayo, maana Elisha hakujijua kama nabii. Mungu anamtuma Elia, yani Mungu anamwambia jina. Ina maana ukisikia nataja jina, ina maana Elia hakuwa anamjua anaitwa Elisha. Mungu anamwambia ukamtie Elisha. Ninamuona Elia katika ulimwengu wa roho akisema kwa kina Elisha ni wapi? Hapa ni kwa kina Elisha. Maana anaambia kamtie Elisha, hakuambia kati anatumwa mapema. Kabla Elisha hajamwambia nataka sehemu mara 2, ashapewa, lakini haelewi. Sema amina. Maana Mungu alimuona mapema akamtia kama nabii, na Mungu anamuandaa kwa sababu ya kuwa nabii mahali pa Elia, kabla hata ye mwenyewe ajaomba nataka sehemu mara 2. Naomba Bwana akupake mara 2 katika jina la Bwana. Mafuta yalitumika kuteua manabii. Nabii ni nani? Nabii ni muonaji, anayeona mambo ya Mungu na kuletea wanadamu. Pia anaona mambo ya wanadamu ya siri na kueleta kwa Mungu. Nabii ni nani? Nabii ni macho ya Mungu chini ya jua, anayemwakilisha Mungu ndani ya watu. Nabii ni taa ya Mungu. Nabii, kwa nini anaitwa muonaji? Kwa sababu anaonyeshwa vitu ambavyo hawezi kuviona kama yeye. Lakini kwa sababu ya mafuta ya unabii, mafuta ya uonyeshwaji, mafuta ya uonaji, yanamwezesha kuona. Sema amina. Nabii ni taa ya kanisa. Kanisa likiwa na unabii, ina maana liko na taa ya Mungu. Kanisa kama halina unabii, hilo kanisa ina maana taa ya Mungu imefanya nini? Imezima, na watu wanatembea kwa giza. Wacha ile mtu anaota kila siku, anaota anakula mandazi. Yaani yeye akiota tu anafukuzwa na mapepo peke yake. Akiota walikuwa harusi, hakuna kitu kingine. Akiota yani yeye akiota ni mtu amebackslide. Hiyo tu ndiye anaotaga, hakuna ingine. Akiota tu ni mtu amebackslide, hiyo tu. Akiota jana alinyongo, atuongee hiyo. Nabii akionyeshwa kitu, basi Mungu huleta suluhisho. Nabii akionyeshwa kitu lazima kitatimia. Biblia inasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18, sitasoma, inasema hivi: nabii akitabiri jambo na likose kufanyika, sio Mungu amesema. Sema amina. Hebu shika mtu mkono, mwambie leo pokea macho ya kiroho katika jina la Bwana.
pokea macho ya rohoni kwa mafuta ya leo. Pokea macho ya kiroho kwa jina la Yesu. Pokea macho ya kiroho kwa damu ya mwana kondoo. Pokea ulinzi wa kiroho. Weka mkono kichwani, sema Baba, kwa nguvu ya mafuta katika jina la Yesu, pale sikufika nitafika. Natangaza kuanzia leo, pale nilikwama, kwa nguvu ya mafuta sitakwama. Pale nilishindwa, kwa nguvu ya mafuta sitashindwa mimi. Yaliyofichika gizani, kwa nguvu ya mafuta yataaniko wazi katika jina la Bwana. Sema amina. Sasa ni kusema ya kwamba unaweza usiwe nabii wa kanisa, unaweza usiwe nabii wa mataifa, lakini ukawa nabii wa maisha yako, ya kwamba hakuna kitu kinatendeka kwa siri kinyume na maisha yako bila kufunuliwa. Chochote wanapanga, lazima Mungu atakuzungumzia. Sema amina. Yaani ni kumaanisha kwamba Mungu amekupatia macho ya kinabii kwa ajili ya maisha yako binafsi, kwa ajili ya boma ya kwenu. Hakuna kitu kinatendeka kwa boma kama Mungu hajakufunulia. Chochote kinafanyika kabla kijatokea, lazima kuna ndoto umeota, lazima kuna maono umeonyeshwa. Na kama utaonyeshwa, Mungu kwa maombi yako atasababisha mtu mwingine aonyeshwe akuambie wewe. Hataambia mtu mwingine, anakuambia kwa sababu ni maombi yako yamesababisha akaonyeshwa. Leo ninaituma roho ya maono. Natangaza watu waote ndoto kwa ajili yako. Natangaza waone maono kwa ajili yako. Hebu simama kwa miguu yako miwili. Mafuta. Mafuta huinua vipawa. Mafuta huinua huduma za watu. Mafuta. Hebu angalia. Kwa mafuta ya Elia aliyompaka Elisha, angalia. Washami wamepanga kuja kupiga Waisraeli. Elisha anafunuliwa. Elia alishaenda. Washami wakagundua ya kwamba kuna nabii katika Israeli ndiye anafanya wasiweze kuwashinda. Wakapanga njama ya kwenda kumshika mtu wa Mungu wamuue. Lakini mafuta, tabia moja ni hii: ukiwa na mafuta ya Mungu yanakulinda, na watu wote umeitanishwa na wao wanalindwa. Narudia tena, tabia mafuta yanakulinda, na kila aliyeitanishwa na wewe analindwa, na chochote uko nacho kinalindwa. Hebu angalia. Gehazi ametoka nje, anaenda kususu. Kufika huko anaenda kujisaidia, akaona jeshi na farasi, na akajua wale si wanajeshi wa Israeli, maana kila jeshi wako na uniform yao, si ndio? Hazifanani. Umegundua kwamba bunduki ya Tanzania si kama ya Kenya, bunduki ya Somalia si kama ya Kenya, ziko tofauti, hata risasi iko tofauti. Wewe unaona tu mlio. Juzi nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja mkubwa sana, Saidi, akaniambia yani yeye akisikia hata sauti ya risasi anajua hiyo ni ya bunduki gani na risasi aina gani, kulingana na vile amefundishwa, training amefanyiwa. Sauti tu anajua ni bunduki fulani, sauti tu anajua ni risasi fulani. Sasa Gehazi akarudi akaambia Elisha, bwana wangu, tumeisha hapa, hakuna mtu kwa hii bomba. Nini? Washami ndio hao. Yaani mimi naomba tusitoke nje. Kama kuna mkebe, tabidi ujisaidie hapa kwa mkebe. Elisha kama, bwana, wachana na mambo ya mikebe. Walio upande wetu ni wengi kuliko wanakufanya utafuta mikebe. Akamwambia, walio upande wetu ni wengi, maana kwa sababu ya mafuta Mungu amehakikisha ulinzi kwa Elisha kama nabii, ili taa Mungu isizime. Akamwambia, Bwana, mfungue macho aone walio upande wetu. Gehazi akafunguliwa macho kuangalia hivi. Alipotoka nje akaona nyuma ya jeshi la Washami kuna majeshi mengine wengi zaidi
wako nyuma ya Washami, Washami wako katikati ya majeshi mengine wenye uniform tofauti, silaha tofauti, magari tofauti. Sema amina. Nini kinafanya? Ni mafuta yameweka ulinzi, na Elisha anayatuma kwa Gehazi, yanafungua Gehazi macho. Mimi naomba Mungu amuru ulinzi leo kwako. Hebu inua mikono juu. Leo naomba Mungu amuru ulinzi. Vile Gehazi aliona, nataka uone hivyo katika jina la Bwana. Naomba uone jeshi walio upande wako ni wengi kuliko maadui. Wale wanakulinda ni wengi kuliko maadui, kwa sababu ya mafuta yaliyo ndani yetu. Asante Roho Mtakatifu. Pokea utukufu mbinguni. Sema Bwana Yesu, naomba nisizoe mafuta matakatifu. Sema Baba, yanaitwa mafuta matakatifu kwa sababu ni ya Mungu mtakatifu. Naomba kwa nguvu ya mafuta leo, kila nira za maisha yangu zivunjike. Maana umesema katika Isaya mlango wa 10 mstari wa 27 ya kwamba mafuta yanavunja nira. Naomba nira zivunjike leo. Sema Baba, naomba nira zivunjike leo. Sema Baba, kila nira za siri na za wazi zivunjike leo katika jina la Yesu. Hebu jiombe, enda mbele za Bwana.